Merry Christmas, my listener, my viewer. Welcome to our channel, Omwando Enoch. And if it's your first time, please remember to subscribe. You hit on the notification bell and you share to all your social media platforms. Today, as you can, for those who can see, I'm not alone. And for those who cannot see, we are three. I have my brothers here and we are going to have a chat. Welcome to Disability and Love Matters Part 2. I'm still in Nyamira County, 046, and we are in some village, a street. So if you see somebody passing in front of your camera, don't worry. If you hear some music, don't worry. If you see some drunkard persons passing all over, don't worry. Let's just have fun. So in Kenya we say karibu. So karibu ni wageni wangu. Thank you. Santa. Yes. So allow me to give them a chance to introduce themselves. I'll start with the one on my right hand side. Asanta, I'm Jared Wilberforce. Ready here for this discussion today on disability. Madam, disability and Love Matters Part 2. Part 1 ziko kwa kuacha nje. Usijali. Sawa. Okay, then I have the other one on my left hand side. Of course, huyu mnamjua, ni Omwando Enoch. Hi guys. Najua unapenda kusikia hiyo hi guys. Yes. Kabla hujasikia uwezi jua ni mimi. Karibuni. Thank you. So last week tulikuwa na discussion. We had a discussion about disability. Imeleta shida sana. Ai, imeleta shida mbaya. Nafikiri nimeona kwa umbali. Just sijaiangalia sana. I have not had time to really watch the entirety of it. But sijui mbona tunaleta shida. Imeleta shida sana, ati sijui watu wa disability wanaweza mambo ya privacy hakuna nini third party. Imeleta shida madam Eunice. Yeah, nimeona. By the way, my listener, my viewer, thank you for your comments. That shows that muna watch. At least muna watch. And we are really grateful. Kwani third party when it comes to love affairs, ukiwa mtu wa disability and more so the blind, the VI, Yes. The Kenyan language should be the visually impaired. Much as that may not be our main discussion today, yes, it's almost normal that when you are a person with a disability, most of your endeavors you need assistance. Yeah. And when you need assistance, is automatic. This is a third party. For example, madam, leo ungekuwa wewe ni girlfriend wangu. Mimi nakupeleka Kisii. Ama tunaenda hapa chini, hapa sitaki kupromote mtu. Hapa tu hoteli moja hapa kando. Unajua muhimu lazima tutachukua mtu wa tatu, pengine mtu wa pikipiki, pengine mtu wa taxi, pengine mtu wa kutushika mikono, At the end of the day it won't be a private affair because itakuwa mtu atatoka pale ashajua ametuacha wapi. Akija kwa street anajua kile tunaenda kufanya. Sasa unajua argument ilikuwa ati hata hao wengine in quotes. The others in quotes. Ati pia huwa wanaitanga taxi na pia wanapandanga motorbike. So sasa hata wao huwa wanakuwa na third party. Kwa nini ikifikia kwa mlemavu sasa tunasema ati kuna third party? Wacha niwasaidia hao wanaofikiria hivyo mami. Unajua kuna watu hapa nje leo nikitoka hapa na dada mmoja, kila mtu ametembea kivyake atuita taxi. Haujui kama ni dada yangu, haujui kama ni bibi yangu, haujui ni nani. Lakini ujue kwamba ikiwa ni disability ina attract attention. Exactly. Sawa. It's almost automatic, my friend, that when people see two persons with disabilities, some of the opposite sexes, wanna get attracted. They really want questions. Wanaenda wapi? Leo wamevaaje hivi? So hata huyu mtu wa taxi ama mtu wa pikipiki anafika pale amekuacha akija kuelezea nilikuwa nimekimbia Kisii, nilikuwa nimekimbia hapa chini, nimepeleka yule madam nani? Yule brother nani? Nimewapeleka saizi, nimewacha huko chini mazee. Na ni kama wanaenda. Alafu unajua watu wengi wana mistaken kwamba yani people not even mistaken, most of the people assume that people with disabilities wakionekana kama ni mimi na Yuni sasa hivi wanajua sasa huyo ni bibi na bwana. Yani hawezi imagine kwamba tunaweza kuwa tu mabeshte. They don't understand that we have a normal they even can't imagine that I can marry maybe somebody ambaye ana disability. So they'll imagine that we marry each other. Unaelewa? Sasa watu wengi ndio maana tuna attract attention. So
maybe na haikuwa discussion, lakini ni vizuri, unajua kuanzia mahali ilikuwa imeenda summary, imeenda viral sana. We must review the previous lesson. Ningependa kurekebisha moderator kabla uendelee, yani ningependa kusema nimalizie ni kwamba the discussion in our previous video haikuwa kwamba tulikuwa tuna discuss mambo ya ati kama VI na VI wanaweza wana. Ilikuwa tulikuwa tunaongea tu juu ya love affairs in general na watu wa disability. It's only that a question came out kwamba kana as in what are some of the advantages, mtu ambaye ameoa mtu ambaye hana disability, advantages yenye ako nazo ni gani? Sasa tuliposema advantage moja ni ile hakuna third party na kuna bit of privacy, sasa hiyo ikaleta shida. But otherwise sisi we support kwamba watu wanaweza oana wenyewe kwa wenyewe, hata kama kuna disability, kama unaweza oa mwenye ako na disability, unaweza oa mwenye hana, na watu wameoana wenye wako na disability hata kuliko wenye hawana disability. So we don't refuse that. Okay. In fact, Madam Moderator, just to hit the last nail on that thought, wacha watu wajue kwamba kila siku sisi usema huu ni ulemavu, si upungufu. Ushaona? So guys out there, don't imagine mimi bila nimekaa hivi siwezi kuwa na mpango wa kando nikitaka. Na niko VI. Na huo mpango wa kando wangu naweza amua kuwe VI. But if we go back to the challenge, zile disadvantages tunasema, sasa mimi nikiwa na mpango wa kando ambaye pia ni VI, na mimi mwenyewe pia ni VI. Ushaona? Will not hakuna hiyo security. Yes, we're not promoting mpango wa kando or that kind of thing, but these are things that are happening. These are private lives of individuals. Are you seeing? Okay. So watu wajue kwamba, in fact, I'm a very good advocate of marriage ya watu wa disability amongst themselves. So when we say kuna disadvantages, equally on the other side kuna disadvantages. Exactly. Na advantages. Exactly. That is the point. Kama kuna disadvantages pande hii, pia kuna disadvantages the other side. Kama kuna advantages pande hii, pia kuna advantages. So guys, whoever was, I saw guys trying to condemn the video. Wako sawa. But it's okay. Thank you. We welcome that. Now, as you have said, mambo na third party, I believe in independence, na najua most of us, I mean ladies with disabilities, we can do our things our own way and we are truly independent. But I want to put it across that the issue of third party, it's just a must. Lazima tu ikuwe hivyo. Look at it this way. For example, we have two hearing impaired persons who are married to each other. Na wengi kwanza wameoana. Wengi wa hearing wameoana sana. Imagine of a situation where we have something like fire outbreak, or maybe wezi wamekuja kwa plot, or in the compound. Wale watu unfortunately hawatasikia watu wakipiga nduru, hawatafanya nini. They need somebody to tell them, hey, siku something going on. Yeah, there's something going on. Kwa mfano sasa we have the physically handicapped, wameona peke yao. Maybe hawana miguu ama hawana mikono. Of course they can function. They can carry out their domestic functions kawaida, but still they need a help. Imagine watu wawili wameoana wako na wheelchair. Imagine that. Of course the love is there. Wataishi wanapendana na kuna wenye wameoana tu, lakini these people cannot push themselves. Wanahitaji wanahitaji kusaidiwa. You see, so the issue of third party, of course, lazima kuwe ni a person without disability or a person who is not yet, because this thing has no application forms, we don't apply. A person who is not yet disabled ama hajajoin hiyo disability club. Okay, so mambo na third party ni lazima. Now, I have a question. I have two men here. It has been said that most visually impaired ladies, eti kwamba tuko na shida, sijui tunakasirika, sijui tunafanyaje vile, emotional. Yeah, we overreact. We are too emotional. I don't know whether it's true, but sinadhani tu mimi ni mzuri. What do you think, guys? What do you think? Acha kujipendekeza. Si ati kujipendekeza. I'm always happy. I don't know what. Okay, kama uko emotional ama tutakapofanya topic wakati wewe si moderator, basi tutakuweka mahali pako utakofaa. It's okay. But okay, if I must comment on that one. Acha niseme emotions ni general.
na it's almost natural that si madem, si ladies wa disability pekee wako emotional, if kama ni hasira ama anything of the sort. I think this now inaturudisha pengine huko nyuma, wherever the starting point was, not about this topic, but some other topic that you guys have done earlier, that the moment mtu umejielewa, then there's some unnecessary anger that haifai kuku affect. That's true. So unakuta kuna watu wengine wa disability, iwe ni mademu, iwe ni machali, hiyo emotions inakuja kwa sababu gani? The key reason ni kutoji-accept na kujielewa. Are you see? Yeah. So you think the world is against you. Remember, we are talking from experience. And this is not only for ladies. It looks more visible in ladies simply because sometimes Eunice unatoka kwenu uende olewa kwa mtu tamjuani. Yeah. Are you seeing? Yes. Huyu mtu baada ya wiki moja, wiki tatu, miezi mbili, true character yake ikianza kuonekana, you will imagine ni abnormality fulani, anifanyia hivi juu sioni, bla bla bla, maybe ana regret. Yeah. Something of the sort. But trust me, just like msumari ndio ishikilie mti vizuri, lazima it take time kupigiliwa. Hiyo inakuanga ni kupigiliana. So ni kuzoeana, mnazoeana. Sasa itakufika hizi mbao zimeshikana bro, kuzitoanisha itakuwa ni ngumu, but it is vice versa. Equally, mimi pia nitakapopata mpenzi ambaye ni msichana from the general world, yeah? Kuna mambo atanifanyia, pengine akinipa shati nihisi kwamba kupiga pasi vizuri. It's very easy to begin thinking, ananifanyia kwa sababu sifanye nini? Sioni, sitajua. Lakini tukija kuelewana na uanze kuona ule ukweli na undani, then this does not become a topic of discussion, because emotions and then they vary from one person to another. So equally, kwani madam, au watu wa general world hawakwangi emotional? They are. Okay, yeah. Ladies, kuna tofauti ya ladies wa general world wakiwa emotional na wanaume wa general world? They are always. Maybe mimi kitu naweza sema, of course, vile umesema, hizi emotions of course ziko. Na I think the reason why hizi emotions zinakuja, number one, our ladies with disability or visual impairment, watu wanakuanga very sensitive. They are very, very sensitive. Sensitive to what? Sensitive in the name of, tuseme kama ni kwake, kama alikuwa amepanga nyumba yake vizuri vile ulikuwa ameipanga, akuja apate imekuwa distracted, ana feel baya. Sasa unapata mtu nani amefanya, sasa mtu anachukulia aje? Unajua kama ni usafi wanakuanga wasafi. Unapata mtu anakuja, maybe mtu anaweza kuja na ingia na viatu kwa nyumba, kujipigia makosa. Every time yote. Sasa unapata kwamba wanasikia vibaya. Sasa huyu mtu anakanyaga, ameteka advantage usimuone, sasa anakanyaga na ndio kujikakamua kuosha hii nyumba. Unaelewa? So unapata kwamba mtu anasikia vibaya, anakuwa emotional sasa huyu mtu anataka aje? Yaani unaelewa? Yeah. So watu wetu wanakuanga very sensitive. People with disability wanakuanga very sensitive. Hata ukimwambia tuseme alitoka kwa nyumba na anaishi na mtu kwa, si ndio? Alafu afike kwa barabara, maybe mtu amwambie ngo yako kama unatoka kwa nyumba kama hapa hivi imekunjana sana. Atasikia sasa yule mtu kwa nyumba, mbona hakuniambia? So wana feel offended kwamba, yani unajua hiyo ni vitu ya kawaida, lakini wana feel kwamba tu ni kama huyu mtu ameteka advantage kwa sababu ya kutoona kwake. So anataka ni parare and all that stuff. Watu waone kama watu ni wachafu, watakuwa nadhifu. Unaelewa? So I think that's why maybe most of our VI ladies wanakuwa, ama people with disabilities wanakuwa emotional. In addition, Madam Moderator, unajua acha tuchukue kigezo, maybe an example ya VI sana. Mimi sasa nimeshikilia simu mkononi. Sawa? Ikibidi niekelee mahali, itabidi nimeiekelea niko sure imekaa vizuri. Yes. Sawa? Yeah. Lakini mtu from the general world anaweza amua kuirusha. Shaona? Yeah. Yeye anajua itaanguka wapi? Wewe haujui itaanguka wapi. Sasa mtu anapokuja kwako, pengine kile nichosema kwamba kutoelewa, hajakuelewa, hajajua kudeal na mambo kama hayo. Mtu anaosha glass, mtu anaosha masahani au kama hizo, yeye anarusha. What comes to you is, what about if it broke? Shawn. Yeah.
what about hiyo maji kama sprinkle kwa nyumba? Are you seeing? Yeah. Kwani yeye haoni nyumba iko safi as sprinkle maji? And as my brother said, madam, leo hata kwako nikija, it is very rare hata kama ulikuwa unapika kupata kwamba kila kitu kimepakwa unga ama kimepakwa mafuta. Lakini mtu wa general world yeye anafanya ataishika na mafuta sababu anajua atapanguza. Aiache hivyo. Shaona? Lakini wewe you are very keen on what to do. Na mtu anapokuja afanye the opposite inakuwa ni shida. And then tuje sasa kwa mambo ya mapenzi na hizi emotions. Unakuta hata niambie ukweli leo. Utasema nachochea lakini huu ndio ukweli. Kweli ni kwamba wasichana wetu wa disability mapenzi wanayo. Romance tu. Wanayo. Nenda kwa kingine huyu. Romance tu. Wajipige makofi. Madem wetu wa disability kupenda tu. Wanajua. Sasa inakuwa shida kwamba wajua to the general world madam they almost say it's normal to play. Shaona? Mtu wetu wa disability pengine amejiweka. Hajawahi fikiria yeye anaweza play. Si hata hawezi play, akitaka anaweza kuplay. Lakini alipopata Enoch ama alipopata Wilberforce na akaamua huyu ndio wangu, I don't want to do anything against him. Shaona? Maybe who them anajitolea, yeye ana time ya kwenda out akopa na mume wake. Unakuta mume wake anafanya mambo ambayo yanaonekana kama kumplay. Tell me, who will not get emotional? Atakuwa emotional. Kwani does that only affect girls with disabilities? The answer is all of them. Ni ile unajua nani bwana Wilberforce, watu wa disability unajua sana vile tulianza pale mwanzo, sisi tuko center of interest. Yes. Kitu yote kifanyika unajua sasa sisi ni wachache. Basi ni huyo tu mlemavu hapo, unaelewa? Sasa hao wengine haiwezi onekana. Lakini sisi kwa sababu tuko center of interest. Sasa unapata kila mtu anakuwa na interest, anataka kuona huyu mlemavu. Maybe kama ni mambo na relationship yake ina run aje ni ya kawaida. Lakini hawezi ona wengine wenye wanapigana kila siku. Lakini wewe ukipigana yule na bwana yako, kila mtu dunia yote itajua. Lakini hapo kando kuna neighbor wenye wanapigana anga tu kila siku. Lakini hata hii ionekane kama Madam Eunice, there is one thing I've always said over this. For hiyo example Mungu ametoa. There are those normal things watu wengine wakifanya. In fact, they even do worse things ambazo ni mbaya zaidi. Unakuta wewe ni mpenzi wangu. Just like he said, we are a center of interest. Wewe ni mpenzi wangu. Tumekutana mahali, piga kinywaji chetu, you know? Unakuta mtu yani hata maviai. Hata madam anaweza kuja kwa bar. Hata Wilberforce leo ameketi mahali kama hapa. Leo Wilberforce sometimes I go to dance. And Wilberforce anaweza dance hizi nyimbo za nini. You know, kwanza tuelewane, disability si ticket ya mbinguni. Let's agree on this one. That's true. So if unakuta mtu anakudiscuss, umeenda out na chali yako, yeye amekuja na mke wa wenyewe, kwanza wanakunywa chang'aa, nyinyi mnakunywa beer, lakini wanaona kama ndio mko vibaya because you are a center of interest. So my guys with disabilities out there, some of these things you are discussing and disputing, the truth of the matter is these are things that are real life. Only that when it involves a person with a disability, inakuwa visible na inakuwa magnified more quicker than ikifanywa na mtu wa kawaida. Unajua mimi kuna policy moja na kuanga nayo, I'm the one to make the world understand me. Wow. Kwa mfano ukinikuta nimeenda kwa bar, don't start assuming eti nimekosea njia, nilikuwa nataka kwenda kwa hoteli. No, I have a right to drink. Na kwa uko na bia, sio tulimisi ukachukua ulikosa soda. Ati nilikosa soda nikachukua bia. No, I know what I'm taking. Wow, ukiniona nimeenda kwa mfano nimeenda kwa brothel ama kwa lodge. Don't assume that I wanted to go to church. My friend. Wewe ni mtu kama mtu yule mwingine. Mtu kama wale wengine. Hakuna haja ya kuanza kusema ati haki imagine, haki woshie nani amempeleka. Nani amempatia ball? Nani amempatia ball? Kwani? Si What? Hapana, piga watu mami. Sometimes hata anashangaa. Ndio maana unakuwa emotional. Sasa but now you see where the emotions come from, dear viewers. Normally emotions zinatoka sasa. Amekuwa emotional kwa sababu umemwona. No, I'm okay. Baka anataka kuchapa direct edu pale. Unajua sasa? Tuelewane tu. Bila amesema disability is not a ticket to heaven. Na disability is not a big deal. Ni kama tu unataka kusema sasa mtu ako na kuna ugonjwa fulani inaitwa kifafa. How is that in English? Epilepsy. Epileptic. Don't assume sasa mtu ako na kifafa
ati na mnaishi na yeye, so unamwambia usioshe vyombo, utaanguka jikoni, usiende mtoni, ati utaingia, kwani anaanguka kila saa. Mtu akona wheelchair, so nataka tumwambie sasa, unajua tuwezi kupeleka hii matanga ya brother yetu hapa kando, sababu kwani analala kwa wheelchair. Mpaka kuna tabia zingine tena unaonanga mtu ni mlemavu ati amefika hata 30 years na hana hata ID. Sasa huyu hana haja ya kushika ID. Kwa nini sasa? Why does it happen so let us help the world to understand. Ndugu Enoch, kama unaweza kumbuka tumekuwa safari fulani Madam Moderator. Juzi tu. Sasa imefika wakati watu wameamua tuwaliza safari zetu, kazi zimeisha, pamoja kwenda nyumbani. Sasa tuende pale tukajivinjari kidogo. So unakuta sasa sisi among sisi persons with disabilities, I don't know what makes someone think that disability yake ni better than ya mwingine. Sure. It has also been a challenge. Kuna disability wao wanafikiria hivyo. Kuna people with disabilities think that they are better than other disabilities. I mean other people with disabilities. Mtu anafikiria maybe ulemavu wake ni wa physical. So akiona mimi yani kwake ni normal, acha nirudie ile mpango ile sehemu yangu ya mpango wa kando. Kwake yeye unapenda mpango ni kama uko nao wengi. Don't worry my brother. It is normal, it's life. Okay. So unakuta mtu yeye ana imagine si ni PH. Yaani imagine akiwa na mpango si shida. Lakini wewe blind ukiwa na mpango it's abnormal, ni kitu ya kudiscussiwa, ni kitu ya kufanywa nini. No, disability is disability. Number 2, hii dunia ingekuwa kila mtu anatembea na miguu yote miwili, my friend, this world not be balanced. That is very true. Hii dunia watu wangekuwa wanaona, hii dunia ingekuwa nzuri tena. That's why some of us had to be there. Those guys you see falling down because of epilepsy, those guys wanatumia signs. They have to be there for the world to balance. That is why unakuta mimi ni VI, wewe ni VI. Tumeoana. Si lazima tutoe kwa VI, that's a topic for another day. Si lazima tutoe kwa VI. So, can we kindly take life as normal to all of us? That's why we talk about inclusion. Hata baa zetu, uzuri tumekaa mahali tulikuwa keti hapa. Unajua hapa kando kuna kanywaji. Kuna kanywaji by the way. Kando kuna kanywaji tunaweza Naona director Edwin ana smile kwa sababu najua mahali unamguza ukisema kanywaji. Sisi vitongoji tumekuja hapa. Utatuonyesha maneno. Sasa it is normal jamani. And I will always tell people, if you think kujienjoy ni kwenda kanywaji, as long as you are responsible, just do it. Aya, sasa niliwauliza, mnaongea sana kwa sababu kuhusu mipango ya kando and all that. At the end of the day, infidelity too, regardless of whether uko na disability ama hujajoin club bado ama hata hujui kama umejoin. The other day we talked about the types of disabilities. Exactly. I hope my wasikilizaji wetu na watazamaji now you know whether you have a disability or not. Sasa swali yangu ni hivi. How do you keep your side chick or side cock? Okay, mimi sina. Sasa ukituuliza hiyo na sisi labda hatuna. Semeni tu. Okay, imagine uko nayo. Madam President, imagine uko nayo. Mimi? Okay, sasa mimi nikikuwa nayo ama wewe unauliza swali. Yeah, ndiko nauliza swali. Wewe usitusaidie. If I had my mpango wa kando, mimi the first thing nitafanya ni it's hard. It's hard, but I don't think. Let it come out. Okay, haitakuwa rahisi kuanza kukutana na yeye. Naona haitakuwa rahisi because my husband is my everything. Tuko na yeye kila saa, kwa shule, kwa boma, kwa bar, kwa lodging, kwa dance floor, kwa so third party imekuja. So third party, okay, mimi sina third party effect imekuja. Kwa privacy yako. Wewe sasa hauna. Sasa mimi sitaweza kuwa naye. Kwa hivyo mzee wako ako sawa? Yeah. Yaani sio sawa but ana disability, ana uwezo, ana disability yoyote. For now hana. Na hata na uenda hata kuwa nayo ama kama ako nayo hajua. Na hata akikuwa nayo ni sawa. Sasa wewe madam, unataka tufundishe watu jinsi ya kutafuta mpango? Hapana. Sijasema kutafuta. Nauliza, how do you keep it a secret? Because imagine tutauliza our viewers. No. Endelea tu. Let it come out. Omando, my question is tuseme your partner has not joined the disability world. Si nyinyi wote ni visually impaired. Your partners have not joined the disability world, yeah? So how do you
if at all you have some side chicks, maybe to assume muko now, how do you keep it a secret? Lisa, how do you make sure you don't ruin your... Frame your question like this. Don't ask how do you, because that will mean how you already have. Thank you. I blame your English teacher. Wherever he was. Sorry. No. Mr. Nyadenge, Ms. Kikuvi, you're the best teacher. You cannot begin promoting Mr. Nyadenge. No. Lazima niseme. Sasa, whether you like it or not, whether you like it or not, this is life. This is life. I know that is how Mr. Nyadenge would speak. The point is, one, let's agree, there is always infidelity. Regardless of who is doing it. Na the other video mtasema kwa nini mnakuaga na sina. Ngoja, sina. Lakini maybe because of the nature of my work as a because of the nature of my work, viewers mtanisamee, nimevamiwa lakini ni sawa tu. Because of the nature of my work as a journalist, and I like investigation, I've learned a few things. I would throw a question to you. Your current husband, ama hata ndugu yangu Enoch ambaye saizi ukiona anaangalia chini vile sasa, hi guys, unamwona shingo iko juu. Saizi mimi naangalia kisikia hii. Sasa naangalia kamera, hata siangalia. Hata Edu ana smile. Sasa madam, brother, mpenzi wako ambaye unao kwa sasa, ambaye mke wako, bwana mume wako, mlipoanza naye, kwani mlianza naye mara moja na kuoana? Hapana. Uliwekaje siri? Silianza ikiwa siri? Uliwekaje siri madam? Mapenzi hayafichiki my friend. No, hata kama ifichiki mami, haikutokea siku ya kwanza, ya pili na ya tatu. Nilipita nikiwa single, so hakukuwa na haja ya kuweka siri. Kwa hivyo nyinyi mlitokea tu pap, dunia ikajua ndio huyo. Ndio huyo. Jonas na X ndio hao. Na my brother chairman, I like referring to him as chairman. Yako ilikuwa siri miaka ngapi? Mimi maybe tukianza ndio tulikuwa tu, lakini with time ilijileta yenyewe. Yes. So sasa hata wizi pia uko hivyo. Ikiwa umedecide kuwa mwizi, my friend, you will know how to keep it a secret. Sijui itawekwaje kwa sababu sijajaribu. Pengine nikija kujaribu nitajua. Ndio maana nilisema sasa maybe kama umekuwa na mpango wa kando unaweza tuambia pale kwa comment section. Yes, good. Tuambie wewe unafanyaga aje. Yes. Maybe ama upangwingwi. Lakini kwa sasa moja, lakini kwa sasa madam moderator na my brother, the point is when you decide to be a thief, yes, just like if you decide to drink and you are a person with a disability, hata kama uko na crutch utajua vile kufika kwako. Si kweli? Kama wewe ni VI, ukiamua wewe ni mlevi, utajua vile kufika kwako. Vivyo hivyo utakapoamua kuwa mwizi. Ushasikia hadithi ya mtu aliyekuwa mwizi wa tairi alipopelekwa kotini, akajitetea akisema, mimi hata vile mnavyoniona hivi, hata sina mikono ya kushika tairi niibe. Jaji ni mwerevu sana, akasema ni sawa brother, hii tairi walikuwa wanataka kukuibia, ni yako, beba enda nyumbani. Akaibeba. Hivyo alivyoibeba ndivyo alivyoiba. So ikifika ni wakati umekuwa na mpango wa kando, you will devise mechanisms. Unafunza walemavu kwa wakijuaji. You will devise mechanisms of keeping your side chick. Let me tell you this, for instance, I've gotten this story. Imalizia hapa. I have stories of the people who go to seminars. Kuna mke wa rafiki yetu mmoja ambaye alikuwa kilalamika kwamba mume wake amemcheza na amegundua anachezwa tayari wakiwa na mtoto kule nje. Ilikuwaje? Mzee wake ni mtu mkubwa mahali, so kila mara yuko seminar, kila mara yuko nini. So jamaa mfika mahali anaenda seminar mpaka anaacha guide wake aende na guide wake, ni VI kwa bahati mbaya, aende na guide wake. Kumbe walipoenda seminar 2-3 kule alipata mtu, wakajamiana, wakapendana. Ameweka siri mpaka wamepata mtoto. Mpaka wamepata vile ulivyosema kwamba mapenzi haifichiki. Sasa imefika wakati ambapo mtoto anagonjeka, lazima upigiwe simu bana. SMS lazima iandikwe, mtoto ni mgonjwa. Lakini wamefanikiwa kuweka siri. Kwa sababu gani? Alikuwa akipiga simu pale, unajua tunaenda Nakuru meeting, si utakuja uningoja stage. Nani huyo? Ati huyo ni madam nani tunasomesha na yeye hapa chini. Huyo ni madam so and so, you secretary wetu wa ofisi. So it is possible kuiweka siri. Yes. Okay. Yeah. Natamani kuwa na moja. Wewe tuna shoot tusituite. Tuna shooting. Mpenzi mtazamaji, tuliwaambia tu katika vitongoji ambapo lolote linaweza kutokea na kwa bahati mbaya mahali ambapo tunajulikana. So mtu anatokea tu pale anavokujua, anashangaa unafanya kwenye jua kali kama hili. Sawa tu. Lakini msishangae. So mimi Kenya naweza sema kwa mambo ya mpango wa kando.
number one, watu wasifikirie tuna promote issues za walemavu kuwa na mpango ya kando. Let them not misquote us, But sasa vile nimekuwa nikisikia hata wenyewe. Unajua kuna umesema tutakuja kudiscuss maybe ni kwa nini yeye huwa inafanya watu wana to an extent wanakuwa na mpango. Unajua anakuwa na mpango genuine, anakuwa na mpango wa kando but genuinely. Unaelewa? Because genuine is not genuine but inaweza kuwa genuinely. Genuine bracket until we prove it. Anyway. So ana Kenya nimekuwa nikisikia sasa unaona yule sio umefanya paka point inapotea. Sasa Kenya mimi nimekuwa nikisikia wengine wanasema maybe mtu wa Kenya anafanyanga. Unajua watu wa disability nasikianga yani vile naonanga unajua watu wao tunaonanga vile tumekuwa tukidiscuss yani wewe ukionekana kwa bao hufai kuonekana. Unaelewa? So hata mtu akikuona for example wewe ni VI ambaye ni alegi unagaidiwa na another gentleman. Sasa mwingine anasema huyo ni guide yangu. Wanajua tu ni guide. Yes. Kumbe ni mpango. Guide anamguide ya huku guide kila kitu. Nimesikia nikisikia kwamba hiyo ndio maybe wewe uko na wheelchair unakuwa na mtu mwenye anakusaidia kuendesha lile gurudumu. Naelewa? Sasa kumbe huyo mtu ni wa mpango, kumbe ni mtu wako na watu hawajui. So hata hawa deaf people with hearing impairment unaweza kuwa unatembea na mtu kumbe ndiye anakusaidia sign language kuinterpret lakini ni mtu pia anakusaidia wako. So hizo ndio njia nyingi nimekuwa nikisikia wanatumia. Anyway, kwani wakati mtu anakusaidia kuinteract with the environment mbona pia wewe usimsaidie? Ona huyu. Acha kupromote. Acha kupromote nini? That was on a light note. Sasa naona mpaka Edu ana smile. Director Edu. Edu hata umetusaidia sana. Tutaona kama nitakusaidia very soon. But okay, tukimalizia video yetu sijakuja kitu bado. Unataka kuenda? By the way, unataka kuenda. Kumalizia video yetu, msikilizaji, mtazamaji, let us just embrace the world na tujue if you see a person with disability, usimchukulie eti special. We human beings are just the same. Human beings are just. Nataka next episode as you wind up, next episode nimegundua watu wengi wa disability wanawake wawili. Na ilianza kama mpango wa kando. Mtu ananikumbusha hapo kwa comment katika SMS yangu. In our next episode we want to move wanaume wetu wa disability wengi a good number. Wanawake wangapi? Wawili. So next episode kaiji. Naona hata msaidizi wa Edu Nancy anacheka pale. Alafu kuna kitu the chairman alitaja kwamba mpango wa kando genuine. Sikusahau hiyo genuine tuwe katika mabano. Genuine quotes. For the next episode we shall explain the genuine because I told you for the nature of my work I have learned a lot. Yeah. Kumalizia na kuwa support ya mchango yangu. My viewers, my listeners, let us just embrace the world, have fun, make yourself happy. If you can have a genuine, if you can have a genuine, whatever genuine. Kama unataka wanawake sita. Edu hata ona Nancy ana comment hata yeye na ni direct. As long as you are comfortable, just to make yourself happy and Merry Christmas And Happy New Year. Happy New Year. Subscribe, watch, share. Tunawapenda sana. Bye. Thank you. See you. Goodbye.